Mimi nimekuja kwa lengo moja tu. Inawezekana yapo matatizo ya hapa na pale, lakini nilichokuja mimi ni kuwatia morali, ni kuwapa moyo. Nyingi huwa nasema kwamba hichi wewe ndicho kibarua chako, na mtu asichezee kwenye kazi yako. Sasa hivi Tabora United, nyinyi wenyewe mnajua, tulitoa wachezaji 2 3 kwenda kwenye timu ya taifa wakina Chikola. Lakini mngekuwa mnakuwa 10 wangapi, hakuna mtu anayeweza kuwaza kuhusu nyinyi. Lakini sasa hivi kila mmoja anawaza kuhusu nyinyi. Kazeni. Inawezekana yanayokuja ni mazuri zaidi. Wapo wanaodanganya, najua wengine wanatisha message, achane nazo. Na hata mtu akikupa hela wala hata usiwe na mashaka, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni, mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutu. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sivyo nilivyosema? Lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia, mimi niliacha makusudi. Niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kiherehere. Na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni 50 ipo, na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni 10. Kwa na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe 2 nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyinyi. Nitaitoa kwenu. Kwa vyovyote itakavyokuwa, nyinyi kapambaneni. Hayo mengine achane nayo, ya kwangu huwa ni hayo. Na sinaga maneno mengi. Nimekuja, afya yangu kikweli ilikuwa sijajua kama ni Yanga au ni akina nani, lakini wameshindwa. Nimeimarika vizuri. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hilo ndilo nilokuja. Viongozi mimi niwashukuru, nikasema ngoja nije niwaambie vijana wangu. Mimi kiukweli mnanifurahisha sana. Na kufurahia sana bwana Captain Kevin. Unafanya kazi nzuri, Chikola unafanya kazi nzuri. Majority wote mnafanya kazi nzuri sana. Kila mmoja kwa nafasi yake. Nyinyi kachezeni mpira. Na kila mmoja kesho, taifa zima naangalia nyinyi kesho kwetu. Na hapo ndio wakati wako na wewe wa kujidai. Mimi kitokea nikapata forum nchi nzima inanitazama na kuwa mnene na udogo wangu, kazi yangu naitendea haki. Sasa na wewe katende haki, kaitendee haki. Haya mengine haya mtaani nyewe yasiwababaishe. Tutapambana nayo sisi. Na mimi nipo hapa na afya njema kabisa. Nitapambana nayo kweli kweli. Na kuanzia leo, kuanzia usiku wa leo mpaka tarehe 2, nyinyi mtaona kitakachotokea. Yeyote atakayewasogelea na kuwachezea atakiona cha moto. Nyinyi jiandaeni physically. Niwaambie kwa fanyeni mazoezi, kuleni vizuri, laleni basi. Mengine hayo tuachieni. Usipambane na mtu. Tunaelewana? Messages zinakuja nyingi kwenu, achana nazo. Akikurushia hela wewe mtu wewe chukua. Sawa? Lakini tuonge mkono vijana wetu wa Tabora United, ni vijana wetu na ni timu yetu ya nyumbani. Tunaelea sisi wenyewe. Lakini waombe pia na mashabiki wengine kutoka viunga vyote vya mkoa wa Tabora na wilaya zote wajitokeze, wajaze uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kuunga vijana wetu mkono. Tuwashangilie kwa nguvu zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi nimesema, yani nyinyi chezeni. Chezeni kufa na kupona. Nchi yote, wapenzi wote, mkoa wote unawatazama nyinyi kesho kutu. Yanga sio kitu. Kama mliweza kuipiga 3-0, kwa nini muogope? Au kwa nini watu watishe? Na kuna mtu mmoja nimeona clip moja hivi anawatisha. Nafikiri alikuwa anatisha mmoja kati ya kamati ya ufundi. Mwambieni yule mzee asiogope. Mimi nimerudi hapa ndipo na nguvu tena. Hakuna mtu wa kumfanya chochote. Anamwambia tatamkamata hata akiwa Tabora. Aje. Na bahati mbaya sijamfahamu ni nani. Kwa hiyo msiwe na mashaka. Yule mzee kama ana kazi yake kwenye kamati ya ufundi aendelee. Tena mchana kweupe, asiogope mtu. Na nyinyi wachezaji hata msihofu, msiogope mtu. Wananchi wa mkoa wa Tabora ni waombe, karibuni. Ingieni uwanjani mshangilie timu yetu. Tuwaunge mkono vijana wetu. Vijana wana ari, vijana wadogo kabisa. Na kila siku nawaambia hii ndio ajira yenu.
itendeni haki. Na baada ya hapa nyinyi mtaona matokeo mazuri kwenda mbele. Tunaelewana ndugu zangu? Na wapenzi wengine, vilabu vingine, Simba, Mtibwa, kina nani, tunaomba tuunge mkono, waishangilie timu yetu. Nataka kesho kutwa hiyo tuadabishe. Nimemwona msemaji, mimi si msemaji, ameongea maneno ya karaha. Sio tatizo, lakini tutamuonyesha atarudi nyumbani akiwa ameinamisha kichwa. Na nafikiri amefunga yule kijana. Namuonea huruma, atatoka hapa akiwa na hali mbaya. Na washukuruni sana wachezaji.